Shukran sana Egbert kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukiendelea kusalia kunako mahakama, tutazame taarifa nyingine ambako Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Kuu Dodoma imetupilia mbali shauri la kikatiba nambari 24027 la mwaka 2025. Naam. Tutazame taarifa hiyo inavyoeleza. Hukumu hiyo imetolewa leo Oktoba 15, 2025 baada ya mahakama kusikiliza hoja za pande zote mbili, ambapo katika maamuzi yake mahakama imeeleza kuwa haina mamlaka ya kuhoji au kuchunguza jambo lolote linalotekelezwa na Tume Huru ya Uchaguzi INEC katika utaratibu wake wa kikatiba na kisheria bila kuingiliwa na chombo chochote. Kwa uamuzi huo, Mpina hatoweza kushiriki kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba, ambapo kwa sasa vyama vya siasa vinavyoshiriki vinaendelea na kampeni zake kote nchini. Shauri hilo limesikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Frederick Mayanda, huku upande wa waleta maombi ukiongozwa na wakili John Seka na timu yake ya mawakili. Ikumbukwe Luhaga Mpina alijiunga na ACT Wazalendo Agosti 25, 2025 akitokea Chama cha Mapinduzi CCM alikodumu kwa zaidi ya miaka 20. Mara baada ya kujiunga na ACT, Mpina aliingia kwa nia nafasi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama hicho kwa kupata kura 559 sawa na 92%, akimshinda mpinzani wake aliyepata kura 46 sawa na 8% pekee, kabla mgombea huyo kuenguliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kufuatia pingamizi lililotolewa na mwanachama wa chama hicho Monalisa Ndala, kwa sababu aliyoeleza ni kwamba Mpina alipata wanachama Agosti 5, 2025 nje ya muda kisheria wa kuchukua fomu za kugombea ndani ya chama, ambapo ilipaswa kuwa kabla ya Mei 25, 2025. Selemani Nambimbi, EATV. Sana Selemani Nambimbi kwa taarifa hiyo. Kwingineko, shirika la umeme TANESCO mkoa wa Rukwa